Karibu mtazamaji wa The World News, uendelee kufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini wakati huu tuelekee huko Tehran ambapo Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Iran imesema bunge linatayarisha mswada wa kujiondoa kwa Iran katika mkataba wa kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Iran hata hivyo amesema kuwa Tehran inaendelea kupinga utengenezaji wa silaha za maangamizi makubwa. Lakini pia waziri huyo wa mambo ya kigeni amedai kwamba licha ya Israel kupinga matumizi ya silaha za nyuklia, msemaji wa wizara hiyo Bwana Ismail Baghei alisema siku ya leo kwamba bunge la nchi hiyo linatayarisha muswada wa kujiondoa kwenye mkataba wa kuzuia uenezaji wa nyuklia NPT. Iran imesisitiza kuwa Tehran itaendelea kupinga utengenezaji wa silaha za maangamizi makubwa baada ya rais wa Iran Masoud Pezeshkian kusema kuwa Iran haina nia kutengeneza silaha za nyuklia bali itaendelea kudai haki yake ya nishati ya nyuklia na utafiti. Alisisitiza tena kwamba amri ya kidini ya kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei ambaye inakataza utengenezaji wa matumizi ya silaha za maangamizi makubwa itaendelea kufuatwa. Lakini kimsingi Iran itajiondoa katika mkataba wa kuzuia utengenezaji wa silaha za nyuklia. Mkataba wa kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia NPT ni makubaliano ya kihistoria ya kimataifa yenye lengo la kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia, kuhimiza matumizi ya amani ya nishati ya nyuklia na kuendeleza lengo la kutokomeza silaha za nyuklia duniani. Mkataba huo ulipitishwa na kufunguliwa kutiwa saini mwaka 1968. Ulianza kutumika rasmi mwaka 1970. Kulingana na kituo cha kudhibiti silaha na uenezaji wa silaha, mkataba wa kuzuia silaha za nyuklia NPT ulifunguliwa kutiwa saini Julai mosi mwaka 1968 na mwaka 1970 ukaanza kutumika. Leo ni nchi 191 ambazo ni sehemu ya mkataba huo na kuifanya kuwa moja ya makubaliano ya udhibiti wa silaha yanayofuatwa sana katika historia. Hata hivyo, Sudan Kusini, India, Pakistan na Israel hazijawahi kujiunga na NPT, na Korea Kaskazini ambayo ilikuwa mwanachama mwaka 1985 ilijiondoa mwaka 2003. Hapo awali iliwekwa kudumu kwa miaka 25. Mkataba huo uliongezwa kwa muda usiojulikana wakati wa mkutano wa mapitio mnamo mwaka 1995. Lakini ni nini sababu za Iran kujitoa katika mkataba wa NPT? Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba Iran, kutokana na mapitio wanayokutana nayo sasa hivi, inaona hakuna namna isipokuwa ijitoe katika mkataba huo wa uenezaji wa nyuklia NPT. Hata hivyo, wanajitoa katika makubaliano hayo ya kihistoria ya kimataifa ambayo mpango wake ama malengo yake ni kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia na kuhimiza matumizi ya amani ya nishati ya nyuklia. Lakini pia kutokana na kwamba mataifa mbalimbali kama vile mataifa ya magharibi yakiongozwa na Marekani na Israeli yaliamini kwamba Iran ina silaha za nyuklia na hatimaye kushambuliwa kwa vinu vyake vya nyuklia ambayo Iran ilidai ni kwa ajili ya matumizi ya amani tu. Kitendo hiki, kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo, wanadai kwamba ndicho ambacho kimewaumiza wa Iran na kuona hakuna namna ya kuendelea kuwa katika mkataba huo. Baadhi ya wachambuzi katika Mashariki ya Kati wanasema pengine ni mpango wa Iran kuhakikisha inaongeza urutubishaji wa uranium, lakini pia inazalisha rasmi silaha za nyuklia, licha ya rais wa Iran Masoud Pezeshkian kusema kwamba hata kama Iran inajitoa katika NPT, lakini itahakikisha haitazalisha silaha hatari za kinyuklia. Lakini huenda hili lisizingatiwe, kwani miaka 2003 inadaiwa Iran ilirutubisha uranium ya kufikia kiwango cha kutengeneza makombora ya nyuklia karibia 6 hadi 9. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia nasi tutakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.